Enyi mahujaji watarajiwa ambao mmekwisha weka nia kwa uwezo wa Allah kwenda kuitekeleza ibada hii tukufu ya haji, tukumbushane machache, na kwa kuanza tuiangalie aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kimtazamo kwa 90% hija yenyewe imekalia hapo. Matendo ya hija kwa 90% yamekaa kwenye aya hiyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah anakusudia kutueleza hija ni miezi maalum. Hakuna mtu anafanya haji isipokuwa katika hiyo miezi mitatu ambayo ndio hii. Kuna mwezi unaoitwa Shawwal, kuna mwezi unaitwa Dhulqaada, na kuna mwezi unaitwa Muharram, Dhulhijja afwan. Hii ndio miezi mitatu ya hija, kwa maana miezi miwili Shawwal, Al-Qaada na masiku 10 ya Dhulhijja. Basi atakayenuia, atakayeweka nia ya kwenda hija, fala rafatha, asiseme wala asizungumze maneno ya upuuzi, maneno mabaya, maneno ya kumfanya apate dhambi. Wala fusuqa, na wala asifanye vitendo viovu. Vitendo vyote vibaya havitakiwi tena kuvifanya. Wala jidala, wala asilete mizozano ama majadiliano ama mijadala isiyokuwa na maana. Ukiwa katika viwanja vya haji, habari ya mijadala ya mpira au mijadala ya siasa, natolea mfano tu, itakupotezea wakati, kwa sababu siku zenyewe ni chache na umekwenda kwa lengo maalumu la kutekeleza ibada yako. Kwa hiyo utakuta ukijifunga na haya mambo, hija yako unaipelekea kuwa ni salama. Maneno, vitendo, ubishani, mijadala, haya mambo ukiachana nayo, wewe unaelekea kufanya hija iliyofaulu. Sasa ukiangalia kipande cha mbele kwamba Allah kumbe anakuoneni lolote mtakalokuwa mnalifanya katika haya yaliyokatazwa na yale yaliyoamrishwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa anakuoneni na anakukagueni mienendo yenu mnavyoifanya wakati wa kutekeleza ibada ya haji. Ili ufanye vizuri hija yako, watazawadu, chukueni masurufu ya safari, fa inna khaira zadi taqwa, hakika bora ya masurufu ya safari ni yale ambayo yatamfanya mtu asiweze kuhitaji msaada kwa mtu mwingine, au kwa lugha fasaha asiweze kuombaomba. Kwa sisi tunaotokea huku nyumbani Tanzania, maana yake masurufu yetu yaanzie hapa. Tubebe kabisa mambo ambayo tutakuwa tunahitaji kwa ajili ya kuyatumia, na sana sana ni nguo zako na vile vitu vya safari yako, lakini na fedha mkononi. Mada yetu ukiangalia kwenye ramani hiyo ama kwenye jedwali la ratiba ya leo, inasema yaumut tarwiya.
Yaumut tarwiya ni siku ya mwezi 8. Kwa hiyo hapa tunataka kuondoka sasa. Tulishafika Maka tayari baada ya kuwa tumeshatekeleza umra yetu, kwa sababu 90% ya watu wa Zamzam watakwenda kufanya hija inaitwa tamattu. Kuna aina 3 za haji. Ya kwanza inaitwa ifrad, kwa maana ya kufanya hija peke yake. Mtu ananuia kufanya hija na akienda akivaa ile mavazi ya ihram anakuwa hatoki nayo, na siku ya mwezi 8 anaendelea nayo. Na vile vile kuna haji inaitwa qiran. Qiran kwa maana ya haji kuondoka na kuchukua kabisa mnyama wake atakayemchinja. Qiran ni msafara unaondoka mkiwa mmeondoka na wanyama wenu. Na kuna haji inaitwa tamattu. Tamattu maana yake unanuia kufanya hija, lakini kwanza unafanya umra ambayo utatamatta nayo, utapumzika baada ya kuimaliza ili usubiri siku ya mwezi 8. Kwa hiyo watu wamesha kwenda Maka, washafika kwenye nyumba yao wanayofikia. Tunataka sasa leo kuwaondoa pale Maka, kuwapeleka kwenye viwanja vya Mina. Tutawalaza pale, kisha asubuhi yake tutawahamisha kuwapeleka viwanja vya Arafa, na kama muda utaruhusu tutaendelea kipande cha mbele. Kabla sijawaondoa pale Maka katika nyumba mliofikia, mtakumbuka katika darasa zilizopita kuna mambo muhimu sana ambayo haji anatakiwa kuyazingatia. Kuna vitu mlielezwa vinaitwa mahdhuratil ihram, mambo ambayo ukishahirimia sawa umra au haji hutakiwi tena kuyafanya. Na mambo haya nadhani wengi tumeshaanza kuyajua na tunatakiwa tuyahifadhi ili kuilinda hija yetu. Kuna mambo watu wote wanatakiwa wasiyafanye ukishahirimia. Maana kuhirimia ni kuweka nia, kukusudia kwamba sasa ninaingia kwenye ibada ya haji, sasa ninaingia kwenye ibada ya umra. Na kuhirimia au kuweka nia mahala pake ni moyoni. Nia mahala pake hasa ni moyoni. Kuitamka ni wewe kuisindikiza tu nafsi yako au hisia zako kwamba sasa ndio ninaingia kwenye hii ibada, lakini si lazima kutamka kwa sauti kubwa, lakini ulazima upo kuipitisha ndani ya moyo wako kwamba sasa ninaingia kwenye ibada ya umra. Ihram ndio nguzo ya kwanza katika umra na ndio nguzo ya kwanza katika haji. Ihram vile vile ni lile vazi ambalo utalivaa. Kwa wanaume ni vipande viwili, kimoja sijui zipo ihram hivi, kimoja utavaa kiunoni kinaitwa izar, na kimoja utavaa kufunika mabega kama vile lubega wanavyovaa jamaa zetu Maasai. Kwa hiyo ukisikia neno ihram, tafsiri yake inakuja haraka haraka ni kuhirimia, kuweka nia. Lakini hata lile vazi pia linaitwa ihram. Niletee ihramu yangu, maana yake niletee vipande viwili kwa wanaume. Niletee ihramu yangu, maana yake niletee nguo zangu nitakazovaa kwa kina mama. Kina mama, ihramu yenu ni mavazi kama mlioyavaa sasa hivi, bila ya kuzingatia rangi, nyeusi, nyeupe, nyekundu, njano, rangi yoyote unavaa, bora tu mavazi ambayo yamestiri mwili wako na hayaoneshi migawanyo ya mwili. Mama, ihramu yako ni kama hivyo ulivyovaa. Utakuwa huruhusiwi kufunika tu uso wako na viganja viwili, kwa maana huruhusiwi kuvaa gloves wala kuvaa nikabu itakayofunika uso wako, ila unaweza kuwa na kitu ambacho baadhi ya muda ukiwa unapita kwa wanaume waliokando ambao sio maharimu zako, unaweza ukafunika mara moja
halafu ukarudisha. Lakini ile ninja kama waliovaa baadhi yenu sasa hivi, hiyo ukishaingia kwenye ihramu inabidi uivue. Soksi za mguuni unaweza kuruhusiwa kina mama kuzivaa, lakini mikononi hauruhusiwi kuvaa kitu, na wala usoni huruhusiwi kuvaa kitu. Hayo ni mawili yanayohusu kina mama, yazingatieni. Matatu yanayohusu kina baba kabla yale ya wote. La kwanza kabisa, hutakiwi kuvaa vilivyoshonwa au nguo zilizoshonwa. La pili, hutakiwi kufunika kichwa kwa kitu kinachoshika kichwa kama vile kofia au kilemba na mfano wake. Lakini kama kuna mamvuli, sakafu ya mji, sakafu ya nyumba, vile havina neno. Kisichotakiwa kwako ni kuvaa nguo zilizoshonwa au zinazochukua shepu ya mwili, lakini vile vile kuvaa kitu kinachofunika kichwa kama kofia au kilemba. Na la tatu ni kuvaa viatu ambavyo vitazuia kisigino kisionekane na vidole. Kiatu chochote ambacho kisigino kinaonekana na vidole vinaonekana, hicho ni ruhusa kukivaa, lakini kilichofunika usikivae. Kwa hiyo kina mama, mna mawili yanayokuhusuni nyinyi kama nyinyi. Kwanza, usivae gloves za mkononi, vaa gloves za miguuni, lakini usifunike uso wako kwa nikabu ambayo inaonyesha macho mawili tu kama vile inaitwa ninja. Baba, mambo yako ni matatu: usivae nguo zilizoshonwa, usifunike kichwa, kiatu kisichukue shepu ya mwili. Na kama utahisi hicho kiatu pia kuna nyuzi nyingi, epukana nacho, kwa sababu tayari ni mahit. Kukiwa kitu kinaitwa mahit, nyuzi, wewe usiangalie sasa kuna mkanda nyuma, kuna mkanda mbele. Kama kuepukana na mambo yote, vaa tu ndara kama hazikudhuru. Ndara unaona zinakudhuru, tafuta hicho ambacho kinaonekana, lakini kisizibe kisigino na usizibe vidole. Kama kuna dharura ni kitu kingine, na daktari wapo watasema kwamba huyu bwana kwa dharura yake anatakiwa afunike mguu wote. Kwa hiyo pale kutakuwa na hukumu zake ambazo tutazieleza muda si mrefu. Yanayowahusu watu wote wasiyafanye baada ya kuhirimia: kwanza kabisa, usikate kucha, ziwe za mguuni ziwe za mkononi, wala usitafune zikaanguka zenyewe. Pili, nywele za maeneo yote ya mwili wako. Na ili uwe safe side, uwe salama, ni bora haya mambo uyafanye kabla ya kuanza kuhirimia. Kata kucha zako kabisa, kata nywele zako ambazo unahisi hizi baada ya muda zitaongezeka na zitanikera, nitakuwa mara najikuna au nitakuwa najitafuna, ziondoe kabisa kabla ya kuanza kufanya ihramu yako. Na hii ni katika mambo ya sunna, kwani katika haji kuna mambo ya nguzo, kuna mambo ya wajibu, kuna mambo ya sunna, na kuna mambo yanaitwa mustahabat, na kuna mengine ni mubah. Kwa hiyo kata kucha kabisa, ondoa nywele zako kabisa za maeneo yote, iwe ni kichwani, iwe ni kwapani, iwe maeneo mengine yote ambayo unahisi yatakukera baada ya muda, yaondoe kabisa. Jambo la tatu, usitumie manukato, mafuta mazuri kwa namna yote ile. Kadri itakavyowezekana yakwepe, usiyapake manukato baada ya kuwa ushahirimia, ama usitumie manukato kwenye labda vyakula na maeneo yote ambayo unahisi yatakuwa na manukato, yote hayo yaepushe. Usiende ukakuta wanyama ukaanza kuwainda au ukasaidia watu wengine wawinde. Ukishahirimia, haya mambo utakiwi kuyafanya. Yanahusu watu wote: kucha, nywele, manukato, kuwinda, kuoa, kuposa, kumposea mtu, na lolote litakalopelekea katika hayo hayatakiwi, ikiwemo kutamani, matamanio ya kijinsia. Haya yote unatakiwa kushahirimia uyawache kabisa.
lakini kubwa zaidi katika mahdhurati zilizokuwa kubwa ni mtu kama amekwenda na mwenza wake, wasije wakaanza kutafuta chakula cha usiku wakati bado hawajamaliza ibada husika, kama ni umra au kama ni haji. Sharti kwanza umalize mambo yote, ndio kama umekwenda na mwenza wako sasa kuna jambo mnataka mlifanye la kukutana katika sheria ambazo Mungu amewaruhusu, mnaweza mkalifanya huko. Shika sasa hukumu za haya madogo madogo yote endapo utalifanya mojawapo, halafu shika hukumu ya hili zito ambalo ukilifanya lenyewe linaharibu kabisa hija yako. Hili la kukutana na mkeo linakuharibia hija kabisa, ni kwamba wewe urudi uje mwakani, na tena kama umefanya makusudi na adhabu inaongezeka. Kwanza hija imefisidika, halafu urudi nyumbani umepoteza hela zako, lakini vile vile uchinje tena, uchinje ngamia au kinachofanana na ngamia. Umekosa basi itakuwa ni mbuzi au kondoo 7, ambayo ni gharama zaidi ya dola 700 800 zitakutoka kwa ajili ya gharama hiyo. Haya madogo madogo yote ukilifanya moja, kama umefanya kwa bahati mbaya, ihram imekwenda kichwani, mwenzako kwamba ondoa mara moja, ukaondoa. Vitu vya bahati mbaya vinajulikana na vitu vya makusudi vinajulikana. Anayefanya kwa bahati mbaya hana tatizo, anaendelea na haji yake. Anayefanya kwa makusudi au kwa dharura kama nilivyosema, huyu sasa anatakiwa achague moja kati ya matatu. Ima alishe maskini 6, kila maskini ampe 1.5 kilo ya chakula kinacholiwa pale Maka, ambayo sana ni tende au ngano ama mchele na vitu mfano huo. Au afunge siku 3 mfululizo au kwa kutenganisha, kafunga leo kaacha moja, kafunga tena, bora zitimie siku 3. Au achinje mbuzi kwa gharama hiyo ya dola 100 au 100, na inategemea msimu utakao kwenda mbuzi ni shilingi ngapi. Kwa hiyo mahdhurati al-ihram hizi ndogo ndogo, kukata kucha, kunyoa nywele, ukizifanya kwa bahati mbaya, manukato, hakuna shida. Ukizifanya kwa makusudi au kwa dharura ambayo daktari kasema huyu lazima, basi wewe utawajibika kuchagua moja katika hayo matatu, ndio kafara yake. Lisha maskini 6, kila maskini umpe 1.5 kilo, maana imetajwa nisfu saa. Saa ni kibaba kimoja. Kibaba kimoja ni kama 2.5 kilo, tuzifanye ziwe 3. Zikiwa 3 maana 1.5 kilo, maskini 6, uwe na kilo zako 9 za kuwapa wale maskini, ndio utakuwa umetoa kafara ya hilo ulilolikosea kwa makusudi au kwa dharura. Au uchague kufunga siku 3 mfululizo au kwa kuzitenganisha, au uchinje mbuzi 1. Adhabu ya mtu ambaye kenda na mwenza wake, kama huyu ambaye kenda na mwenza wake wameamua kukila chakula cha usiku kabla ya kufunguka, inaitwa at-tahallul al-awwal. Kwa mfano kwenye haji tahallul ya mwanzo, yani kukaribia kumaliza ile haji, ni kufika sehemu inaitwa Jamarati, ukawa umerembea nguzo inayoitwa Jamratul Aqaba au Jamratul Kubra. Wakati huo utakwenda kunyoa, ukafanya hayo mawili kabla ya kwenda tawafu al-ifadha, tawafu ya mwisho ya kumaliza hija, ambayo ndio nguzo na yenyewe, utakuwa umepata tahallul ya kwanza. Kwa hiyo ukifanya mambo yote ikawa bado tawafu al-ifadha, hii inaitwa wewe ushaanza kujifungua kwenye ibada. Tahallul ya kwanza ushaipata. Ili upate tahallul ya mwisho, uende ukafanya tawafu ya mwisho kama ulivyofanya wakati wa umra. Ni majina tu mwanzoni ulivyoingia, kwa kuwa wewe ni mtu unafanya hija ya kutamata, inaitwa tawafu al-umra. Wale wengine tuliowataja wawili, yule alofanya hija ya ifradi, alofanya hija ya qirani, hawa kwao itaitwa tawafu al-qudum.
Lakini tutakaporudi baada ya kumaliza harakati zote, sote tunakwenda kufanya kitu kinaitwa tawaful ifadha au tawaful rukni, tawaful haji, tawaful farida, utakavyoita. Cha msingi ndio hiyo tawafu ya mwisho kabla ya mwisho ya kumaliza haji, ni hii inaitwa tawaful ifadha, na yenyewe ni nguzo katika zile nguzo 4 au 5 walizosema ulama wetu. Mtakumbuka ulama wamesema nguzo za haji ni 4 ama 5. Ukisema ni 4, maana yake kuhirimia, kusimama Arafa, kutufu na kufanya sa'i. Ukisema 5, utaongeza kunyoa. Ukiacha kunyoa isiwe 5, maana yake kunyoa itaingia kwenye zile wajibatul haji ambazo hapa nitaziorodhesha ili kila mmoja ajijue kwamba kuna mambo ya muhimu yasiyopungua 12 kwa mimi ambaye ni mutamatti. Hayo nikiyazingatia, maana yake naifanya hija yangu ikaribie kule kunakoitwa hajjun mabrur. Baada ya kuyazingatia yale ya mwanzo, umeacha mambo majinga, maovu, matendo mabaya, mijadala. Sasa ukajipamba na nguzo zako 4, ukajipamba na wajibati zako hazipungui 7. Lakini pia kwa kuwa kuna kitu kinaitwa kuchinja kwa mtu ambaye ni mutamati, utakuwa na mambo jumla 12. Haya ukiyashika kwa uwezo wa Allah, hija yako inaelekea kuwa imekaa vizuri zaidi. Kwa hiyo ukiangalia tawaful ifadha hujaifanya, ukaenda na mwenza wako, maana yake wewe umefanya jambo kabla ya tahallul ya mwanzo kuipata, na itakuwa umefanya dhambi, na inawezekana hija yenyewe ikawa imefisidika. Rudi mwakani uje ufanye nyingine, lakini wakati huo unahusika na kumchinja yule ngamia au ng'ombe mkubwa au mbuzi 7 ambao thamani yake italingana kilo zake kufanana na yule ng'ombe. Pale ulipohirimia, wakati umeekania sasa kwamba sasa ninaingia kwenye nusuku ya haji. Taban sote tunajua kwamba haji aliyefundisha ni mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mara zote alivyokuwa na maswahaba yake katika hija yake aliyohiji, alikuwa akiwaambia litakhudhu anni manasikakum au khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu namna ya kutekeleza ibada yenu. Ibada ya haji inatekelezwa kwa mujibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuelekeza. Kuna vitu vinaitwa al-ikhlas wal mutaba. Kwanza kusafisha nia yako na kwenda haji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila, kama mlivyosoma, wa atimul hajj wal umrata lillahi. Mambo yote yanafanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikhlasi ni kufanya kwa ajili ya Allah, almutaba ni kufanya kama Mtume alivyotuelekeza. Ukifanya kinyume na hapo, hija yako unaitia msukosuko, unaitia kasoro. Mtu ambaye anataka kuhirimia umra tupu, kama tulivyoeleza, tunaenda kufanya hija ya tamattu, tumeshaanza kuhirimia. Kwa wale wanaume, naomba nionyeshe mfano kabla sijaenda kwenye zile nguzo na wajibati zetu, kwa sababu tukishahirimia ndio sasa tunataka tujue wajibu ni nini, nguzo ni nini, mambo ya sunna ni yapi, mambo ambayo ukiyafanya upate dhambi au upate thawabu ni yapi. Mwanamume kuhirimia atavaa hili vazi la ihram, inaitwa ihram na lenyewe. Ihram ni nguzo ya kwanza katika umra na katika haji, lakini ihram ni hili vazi lenyewe. Lakini ihram ni kule kupitisha sasa hisia zako, zile imagination zako kwamba mimi sasa ndio naingia kwenye nusu ya ibada ya umra au naingia kwenye ibada ya haji. Kwa hiyo mwanamume atakichukua hili vazi cha chini kinachoitwa izar, atavaa kama ifuatavyo. Angalia mkono wako wa kushoto namna ulivyoshika, na angalia usawa nilipoweka, niko juu ya kitovu. Sote tunajua kwamba uchi wa mwanamume ni baina ya kitovu na magoti. Hakikisha ihramu yako
nimefunika kitovu na magoti. Hapa sasa huku umezidi, huku tukufu. Hii tukufu naichukua naileta hapa. Nikishaileta hapa, nachukua na hii na pose hapa katikati. Nisipeleke mbele. Nikienda mbele zaidi nitapata tabu nyumbani. Namna ya kutembea itanipa shida. Wako watu utakuta kule wakifunga hivi. Sawa? Lakini kuna saa atashinda namna ya kutembea. Ili ujipe guarantee ya kutembea vizuri na ihram yako, basi ukifika hapa unaanza kichobaki kilete tu. Baada ya hapo utabetua 1 2. Hii imekaa na haitoki. Kitovu kimo ndani na magoti yamo ndani. Na pia naweza kukimbia, naweza kuruka. Sawa? Kwa hiyo ni izar inavaliwa katika utaratibu huu. Na hapa haing'oki hii. Hata ukilala, hata ukikimbia. Ukiamua kuongeza mkanda, ongeza tu. Lakini ukijifunga kwa sura hii haina tatizo. Tumeelewana washikaji zangu? Vazi la ihram cha chini kinavaliwa hivi. Utaratibu wake umechukua kama seruni yako ya kawaida, umekuja, umeleta kwanza hapa, ukaleta hapa, ukarudishia hivi, ukabetua tu 1 2. Tayari hii haitoki. Zingatia tu kile kiushungi kisije kikagusa maji baadhi ya maeneo. Lazima na chenyewe kitumbukize ndani. Yaani inawezekana kikabaki kitu chini pale. Hakikisha na chenyewe kinapanda panda juu mpaka iwe at least ukipita sehemu ya maji haiburuzi maji. Tuko pamoja? Hiyo ni izar. Rida, yani vazi la juu. Vazi la juu utalichukua kama ifuatavyo. Utalileta nyuma, kisha utalinyanyua juu namna hii kama kawaida. Ile ncha ya kushoto itumbukize huku kulia. Tena itumbukize vizuri tu. Ili iwe sasa una guarantee kwamba haitoki. Kazi yako sasa itakuwa ni kutumia mkono mmoja wa kulia, ima wakati unataka kuswali au wakati unatembea au wakati uko unavaa ihram katika maeneo mengine yote, unakuwa hivi. Hivi ni kuvaa ihram kwa maeneo yoyote unayokuwa kule Makka. Na inawezekana tukazivaa ihram hata hapa Dar es Salaam, nategemea na ndege tutakayopanda. Ni ndege moja kwa moja au ni ndege inasimama mahala. Kama inasimama mahala, tutavalia hapo mahala pa kusimama. Na kama haisimami, tukiwa airport pale, kila mmoja chukua kabisa ihram yako ivae. Na hili pia viongozi tutaendelea kukumbusheni, maana mtu asije kaiweka hii ihram ndani ya begi lake linalokwenda chini. Ihram inatakiwa ukae nayo mkononi, ili saa kuhirimia ikifika unavaa kama tulivyoelekezana. Sawa? Ukishavaa hivi sasa, na kina mama washavaa mavazi yao hayo ambayo ndio wameyavaa kama nilivyoelekeza, utakachofanya wewe wakati huo tayari ushaondoa kucha, ushaondoa nywele, ushaondoa maadha yote yale, ushaponga vizuri, ushachukua udhu wako, utaswali rakaa 2 kama sio wakati wa swala ya faradhi. Ukiwa ni wakati wa swala ya faradhi, ni ile swala ya faradhi na kutosha. Kama ni adhuhuri, utapiga adhuhuri yako. Baada ya hapo utatoa salamu. Kwa kuwa ni mutamatti, utasema labbaika umratan, labbaika Allahumma bil umrati, labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Lolote litakalokujia, nawaitu al-umra, litakalokujia wewe ndio hilo hilo. Bora tu hisia zako zinakwambia sasa ninaingia kwenye ibada ya haji. Tuko pamoja? Umeshavaa ihram zako, umeshaswali rakaa 2 ambazo utanuia tu usali rak'atayn lillahi ta'ala, usali rak'atayn wudu, vile utakavyonuia mwenyewe. Unasali rakaa zako 2 kama sio wakati wa sala faradhi. Baada ya kutoa salamu, utakachokisema labbaik Allahumma bil umrati, labbaika umratan mutamatti'an biha ila haji. Ewe Mola wangu, nimeitika kutekeleza ibada ya umra ambayo nikimaliza nitapozi kidogo ili nisubiri kufanya haji. Kwa maana ushanuia hija inayoitwa tamattu'i.
Tuko pamoja wazee wangu? Ikitokezea unakusudia kufanya haji kwa ajili ya mtu mwingine, bisharti tu kwamba iwe wewe mwenyewe tayari ushafanya hija yako mwaka uliopita au miaka ya nyuma. Sasa unakusudia kumfanyia fulani wako ambaye ametangulia mbele ya haki, sio tu kwa kuwa nimemwacha Dar es Salaam na hapa ninayo fursa, ngoja nimfanyie umra. Umra, haji wanafanyia watu waliotangulia mbele za haki, na kama yuko hai basi labda hapo iangaliwe na daktari kwamba huyu yuko kwenye maradhi ambayo hayatarajiwi kupona, labda ndio utamfanyia. Lakini usije ukazuka kumfanyia mtu umra au haji wakati wewe mwenyewe bado hujafanya hapo, au ushafanya umra yako ukawa na muda wa siku 3, 4, 5 zinasubiri haji. Utasikia kule viongozi wasema, jamani, kama kuna mtu anataka kufanya hija umra ya pili, basi nafasi ipo. Nafasi ipo kama mwili wako mzuri, uko makini. Usije ukasifanya umra 2, 3 alafu ukauchosha mwili, saa ya hija ikifika wewe umedorora. Usije ukafanya hivyo. Usije ukafanya umra ya ziada kumfanyia marehemu fulani wakati unaona kesho mtakuwa natakiwa ya mutarwiya kwa ajili ya kuondoka hapa Maka kwenda Mina. Mwili wako ukichoka baada ya hija ushaanza kuhiji. Nizingatieni hilo. Usije ukafanya umra baada ya umra utakayoingia kwayo kama siku za haji zimekaribia. Ikiwa bado siku 2, bado 3 unaweza ukaenda. Na hii pia ni mashaka fulani, namna ya kutoka pale Maka kwenda mpaka mahala pa kuhirimia, kwa sababu hiyo kuhirimia ina mahala maalum pa kuhirimia, sio mahala popote. Ila kwa siku ya haji au mutarwiya ambayo ndio mada yetu ya leo, tutahirimia tukiwa pale kwenye nyumba yetu majira ya asubuhi, zile saa za kuswali swala ya dhuha, watu watahirimia. Na sasa hivi hawaangalii muda, wao wanachoangalia wizara ni usafiri unaokuja kuchukua taasisi. Bwana, usafiri unakuja kuchukua taasisi yenu alfajiri, basi ndio muda huo. Usisubiri tena ile sunna, kwamba Mtume kasema sunna hasa ya kuondoka ya mutarwiya ni baada ya dhuha. Gari imekuja pale kabla ya dhuha, ukianza kubishana unaharibu ratiba za wizara. Basi hizo ni dharura ambazo tubihu mahdhurat, hatuwezi tukazijadili sana. Unakusudia sasa kumfanyia mtu haji, na ndio ushachukua udhu wako, ushamaliza kila kitu, ushavaa ihram zako na kina mama mshavaa, utasema labbaika umratan an, unamtaja huyo mtu, labbaika umratan an Salim Katunguni mathalan. Labda utakuja babu yako anaitwa Salim Katunguni, utasema labbaika umratan an Salim Katunguni mutamatti'an biha ila al-hajj. Ewe Mola wangu, nimekuitika kufanya ibada ya haji ambayo naanza na umra, kisha nitapozi kidogo kupumzika kusubiri siku ya mwezi 8, na ninakusudia kumfanyia babu yangu anaitwa Salim Katunguni, na kusudia kumfanyia bibi yangu anaitwa Dugo binti Khalfan mathalan. Natolea mfano, kila mmoja ana mtu wake ambaye atakusudia kumfanyia haji kama ashafanya haji. Hilo la kwanza. La pili, ikitokezea una wasiwasi na hali zako, ima kiafya, wakati fulani haji ilikuwa na misukosuko, labda kutatokea vita, kitatokea kitu cha kukwaza usiweze kumalizia ibada yako ya hija, hapa inabidi uweke sharti, umwambie Mwenyezi Mungu labbaika umratan, kama ni mimi mwenyewe, mutamatti'an biha ila al-hajj. In unaweka hiyo sharti, in habasani, tusikizane vizuri. Sharti hili utaliweka kwamba una wasiwasi, labda afya yako itafika mahali itagonga, utashindwa kumaliza ibada. Sasa watakiwa umwombe Mungu, ya Rabbi, ikifika mahala afya yangu ikagoma kuendelea na ibada, basi ninakuomba iwe hapo nilipoishia ndio nimemaliza ibada yote. Sisi tunaelewana Kiswahili hichi? Maana tafsiri yenyewe iko hivyo. In habasani habisun, kama itatokezea jambo la kunizuia
nisiweze kuendelea na ibada yangu hii ya umra au ibada yangu hii ya hija, famahali, ile tahallul ile kwamba najifungua sasa kutoka hiyo kwenye nafunguka kwenye haji au kwenye umra, famahali haithu habastani, basi nakuomba ya Rabbi kumaliza kwangu kwa hiyo ibada iwe ndio hapo nilipoishia, kwamba sasa nimekumbwa na maradhi, nimekumbwa na jambo zito, siwezi tena kuendelea, basi nakuomba ya Rabbil Alamin iwe nimeishia hapo. Tofauti iliyopo baina ya aliyoshurutisha na ambaye hajashurutisha. Aliyeshurutisha ndo kamaliza, kashabebwa na hiyo shuruti, sawa, na iko aya kabisa, wa inna usultum, iko aya kabisa ndefu, kizongwa na jambo basi kwa hiyo ukiweka sharti utakuwa umesalimika. Ambaye hajaweka sharti ataingia tena kwenye zile penalty, kwenye zile adhabu, sawa, itabidi tena aanze naye achinje. Lakini wewe uliojiwekea kisharti chako ambayo inapendeza, wakati wa kunuia unaweza kuhakikisha hujui mwanadamu, hujui saa ngapi itatokea dharura kwako uishie njiani, wala usiweze kuendelea na haji au usiweze kuendelea na umra. Tuko pamoja mashaikh zangu? Kina mama, tunaelewana vizuri kwa swala la ihram? Kama tumeelewana, tuondoke sasa kuangalia yale mambo yetu manne yanayoendana na mambo saba. Haya, hapa Sheikh Abdurrahim huyu ananiambia niseme yafuatayo. Kuna madaktari wamekuja na muda wao leo ni mfupi sana, wanatakiwa watoke waende airport. Kama kuna mtu ambaye ana jambo anataka kushauriana naye au kushauriana na hao madaktari, basi anaweza mmoja mmoja kwa uhuru wake akachomoka. Wako chumba hiki hapa, wako mlango wa pili, sio wote kwa pamoja. Anaweza kwenda mmoja, ukihisi karudi, anaenda mwingine, karudi, anaenda mwingine, ili wakusikilize, mshauriane juu ya hali zako za kiafya na safari kubwa hii ambayo unakusudia kwenda. Tumesema katika haji, baada ya kukumbushana mambo ambayo hutakiwi kuyafanya baada ya kuhirimia, na kukumbushana namna ya kuhirimia na namna ya kuvaa ihramu na namna ya kuweka ile akiba ikitokezea umetokewa na jambo lako liweje. Tuangalie sasa nguzo 4 ambazo nguzo, ukiacha nguzo moja, maana yake wewe hija yako yenyewe mbatilika. Ya kwanza kuhirimia, na ndio hii tumeshaisema. Ya pili kutufu kwenye Al-Kaaba, ambayo Al-Kaaba ndio hii hapa. Al-Kaaba ndio hii. Tutafika mahala nitaonyesha namna ya kufanya hilo zoezi na kuzieleza hizi nguzo jinsi zilivyo, nguzo gani iko wapi na nguzo gani iko wapi na nguzo gani iko wapi. Nguzo ya kwanza kuhirimia. Wajibu kuhirimia kwenye mikati. Kuhirimia nguzo. Kuhirimia kwenye mikati ni wajibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea maeneo 5 ya kuhirimia kwenye eneo. Manake kuna hiyo mikati za mani, ndio sheria za haji maashur marwa. Mikati ya haji ni miezi hii ambayo tunayo. Lakini mikati ya maeneo kuna kutukia maeneo 5. Ambayo haya maeneo 5 ametuambia mwenyewe hunna la hunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna liman arada al-hajja wal umrah.
maeneo matano. Kuna eneo linaitwa Juhfa, kuna eneo linaitwa Qarnul Manazil, kuna eneo linaitwa Yalamlam, kuna eneo linaitwa Hulaifa, kuna eneo linaitwa nini? Dhatu. Kila eneo lina watu wake. Dhatu hili wanaotokea Iraq na wanaopita kupitia huko. Yalamlam wanaotokea Yemen na wanaopita kupitia huko. Juhfa watu wanaki watu mona. Yaani kila eneo lina watu ambao wanatokea huko, lakini na wanaopita hapo. Sasa sisi wa Tanzania, kwa kuwa tunaingia na ndege, kwenye ndege rubani na watu wake wanaohudumia ndani ya ndege watatangaza kwamba jamani, baada ya nusu saa tutakuwa tuna usawa wa sehemu ya kuingia. Tutakuwa usawa wa sehemu ya kuingia. Yaani ndege yetu itakuwa chini, hapo ndio mahala ambapo walio chini wenzetu wanaingia. Kwa hiyo na nini azeni kuingia. Na viongozi wetu wa Tanzania pia watakuwa makini kuwaeleza Watanzania wao kwamba jamani, baada ya nusu saa, jamani baada ya robo saa, jamani baada ya dakika 10, jamani baada ya dakika 5, jamani sasa ndio wenyewe. Kila mmoja alimini wakati huo tumeshavaa mavazi yetu na tulishaswali rakaa zetu pale tuliposwali. Hata kama huko utakutoka wewe mwenyewe utasema. Sisi tumeelewana. Tumekuwa labda Ethiopia au tumekuwa Qatar, kwa wale watakaopita Qatar, watakaopita Ethiopia, watakaopita Qatar, ile transit yako pale, kama utakuwa utajiandaa, utavaa mavazi kabisa. Ukiingia na ndege ushavaa mavazi yako. Time ya kuingia ikifika, wakitangaza, ukitangaziwa na wewe unaweka ihram. Na tuna tabia ya kutamka na kusikilizishana ili watu wawe makini na hilo. Kwa hiyo kuhirimia ni nguzo ya kwanza, lakini kuhirimia kwenye miqati ni wajibu. Kwa hiyo wajibu wa kwanza wa haji, min wajibati haji, ni kuhirimia kwenye miqati. Kwa maana mtu ambaye atavuka miqati hajahirimia mpaka anaingia Jeddah, maana yake huyu tayari kuna fidia inatakiwa aitoe. Wajibati zile zote 7 ukiacha moja, maana yake wewe inabidi uchinje mbuzi. Ya nini kujitia zahma bwana? Sasa wewe kusanya tu nguzo zako 4 na wajibati zako 7 na ile kuchinja ambayo ndio inachinja ya kawaida, una mambo yako 12. Ukiyazingatia hayo, hajjun mabrurun wa sa'yun mashkurun wa dhanbun maghfurun insha Allah taala. Nguzo ya pili, kusimama Arafa. Nimeanza kusimama Arafa kwa sababu wale watu wa kudumu na watu wa zile hija mbili wanaweza kuingia wakaunganisha moja kwa moja mpaka kule Arafa. Sisi watu wa mutamati tukiingia baada ya kuwa tumeshahirimia, tunaanzia kwenye tawafu yetu, tunafanya tawafu ya umra. Kwa hiyo ukitanguliza cha pili ni tawafu sawa, ukitanguliza cha pili, nguzo ya pili ni kusimama Arafa, pia ni sawa. Kwa hiyo nguzo ya kwanza kuhirimia, nguzo ya pili twende tawafu, kwa sababu ndio sisi tunamtamatini. Tuseme nguzo ya kwanza kuhirimia, nguzo ya pili kufanya tawafu. Sawa? Tawafu hiyo ina maelekezo yake, ina mzunguko wake na namna yake na nini cha kufanya wakati wa tawafu. Nguzo ya tatu ni kusimama Arafa. Lakini kusimama Arafa mpaka jua lizame ni wajibu. Kwa hiyo tayari una nguzo 3, una wajibu 2. Wajibu wa kwanza kuhirimia kwenye miqati, wajibu wa pili kusimama Arafa mpaka jua lizame. Tuko pamoja? Nguzo ya 4 ni kufanya sa'i, kwenda Safa na Marwa. Kwa hiyo tayari ushaandika vitu 4. Nguzo ya kwanza kuhirimia, kutufu al-Kaaba, kusimama Arafa na kwenda sa'i. Ushazipata 4. Twende tumalizie wajibati zetu. Tulipata wajibu wa kwanza kusimama Arafa mpaka jua lizame. Kwa maana ukiondoka kabla jua halijazama, weka $100. Dola 100 ya kushinja. Kuhirimia kwenye miqati ni wajibu. Usipohirimia kwenye miqati, faini yake ni dola 100 nyingine, mbuzi mwingine.
Wajibu wa tatu, tukishashinda pale Arafa tukaondoka, kuna mahala panaitwa Muzdalifa. Kulala Muzdalifa au kupitisha sehemu ya usiku pale Muzdalifa ni moja katika wajibatul haji. Ukiacha kufanya hivyo, fine. Na fine $100 au ziada. Wajibu wa 4, pale Mina tutakapokwenda leo, maana leo ni mwezi 8, tunaondoka kwenda Mina. Mina kuna kulala siku zinaitwa ayamu tashriq, yani siku baada ya Idi Mosi. Sawa? Idi Mosi inakuwa ni mwezi 10. Mwezi 9 tulisimama Arafa, yani mwezi 8 leo tutakuwa ndo tunaondoka yaum tarwiya. Kesho mwezi 9 tutaondoka Mina kuelekea Arafa. Mwezi 10, 9 kuamkia 10 tutatembea kutoka Arafa kwenda Muzdalifa, alafu tunakwenda Mina. Mina sasa kulala pale siku ya mwezi 11, 12, 13, hizi zinaitwa ayamu tashriq. Ayamu tashriq yani siku ambazo wanyama washachinjwa wengi. Wakati ule haji alikuwa ana uwezo wa kuchinja mwenyewe. Kwanza walikuwa wachache, lakini kulikuwa hakuna vifaa vya kuhifadhia ile nyama ikae kwa muda mrefu. Kwa hiyo zimeitwa ayamu tashriq, kwamba ni siku ambazo ile nyama ya mbuzi au ya kondoo au ya ng'ombe vile zilivyochinjwa zinakatwa vizuri usawa wa slice, kama slice unavyoziona za kawaida, ili ziweze kuanikwa juani kama tunavyoanika baadhi ya samaki wetu pande ya kule. Sawa? Kuna watu tunajua uvuvi wa samaki, samaki labda mfano wa ngonda, anavokatwa zile slice, alafu akaanikwa mahala ili tumtumie baada ya siku 5, wiki, mwezi, kadri itakapokuwa. Kwa hiyo ayamu tashriq ni zile siku 3 baada ya kuwa pashachinjwa siku ya Idi, siku ya mwezi 10, kwa hiyo 11, 12, 13, hizi ni ayamu tashriq, na ndizo zinaitwa ayamu maadudat. Tuna ayamu maalumat na ayamu maadudat, tutakuja kueleza baadaye. Kwa hiyo wajibu wa kwanza kuhirimia kwenye mikati. Wajibu wa pili kushinda pale Arafa. Kusimama maana yake sio kama tumesimama wima, mnakaa kama mlivyokaa hapo. Kuwepo Arafa, kusimama Arafa maana ni kuwepo Arafa mpaka jioni, huo ni wajibu wa pili. Kulala Muzdalifa, huo ni wajibu wa 3. Kulala Mina zile siku za tashriki, huo ni wajibu wa 4. Wajibu wa 5 ni kunyoa nywele kwa wanamume au kupunguza. Kina mama wao hawanyoi nywele zao. Wajibu wa 5 kunyoa. Mama atachukua nywele zake zile zinazoshikana kwa pamoja, atazipeleka mpaka nyuma huko, halafu itakata kiduchu tu usawa wa kucha ilipozidi. Kina baba mtanyoa, na ndio sunna iliyokuwa sahihi zaidi saa za haji. Wakati ule wa umra unaweza kupunguza ili kutegea kunyoa siku za haji. Mama nywele zake ni mapambo, hatakiwi kuzinyoa, maana tushashuhudia kule wanapeana nani njoo mnyoe, wananyoa naye kile mama yeye. Haitakiwi kunyoa. Mama zile zinazokusanyika pamoja zichukue zipeleke nyuma huko, zikishafika kidogo tu saizi ya kucha hata ukucha mkubwa, utakuwa shaka maliza wajibu wako. Kina baba tutanyoa. Kwa hiyo tushapata wajibu 5. Wajibu wa 6 ni ramyul jimar, kwenda jamarati, kurusha sasa mawe yale. Jamarati ni ibara ya nguzo 3 kama zilivyokaa hizo. Kuna ya kwanza kutokea huko tulipotoka Mina, na kuna ya mwisho inaelekea Maka. Siku ya kwanza tutagonga ile ya Maka peke yake ni 7. Siku inayofuata ya kwanza, ya pili, ya 3. Inayofuata tena ya kwanza, ya pili, ya 3. Kama tutaendelea kubakia kwanza, ya pili, ya 3. Maelezo yake kwa kirefu yatakuja saa ya kuzungumzia jamarati. Hapa nataka kueleza tu kwamba wajibu miongoni mwa wajibu 7 mojawapo ni kwenda kurembea mawe katika viguzo 3.
ndogo, ya kati, kubwa, au Aqaba. Ile kubwa inaitwa kubra kwa maana ya kubwa, au jamratul Aqaba, na hii ndogo sughra, na hiyo hapo ya katikati. Wajibu wetu wa 7, si bado mmoja. Wajibu wa 7 ni kitu kinaitwa tawaful wadaa. Umeona tawafu hiyo? Ulipoingia umefanya tawafu la umra, umekwenda imefika mahala unarudi tena kufanya tawafu, inaitwa tawafu al-ifadha, ambayo ndio nguzo katika nguzo za haji. Tawafu al-ifadha, tawafu al-haji, tawafu al-rukni, tawafu ziyara, majina ndio hayo yote. Kwa hiyo tawafu al-wadaa sana inawajibikia watu wote, lakini kama itatokea mama amekutwa na zile hali zao kina mama, huyu atasamehewa ili aungane na msafara wake waondoke. Wengine ambao hali zetu zitakuwa za kawaida, kabla hatujaondoka katika mji wa Maka, moja katika wajibu wa haji ni kwenda kufanya tawafu wadaa, ambayo ni kuzunguka tu Al-Kaaba, sio lazima kwenda Safa na Marwa. Naelewa? Tawafu wadaa ni tawafu ya kuaga. Unazunguka 7 zako, unaiaga Al-Kaaba, kwa sababu Mtume akasema asiondoke mmoja wenu bila ya kuja kuiaga Al-Kaaba. Na jambo la mwisho, kwa kuwa ni mutamatti, utakuwa na kitu kinaitwa kuchinja. Nimesema wakati ule haji alikuwa anachinja mwenyewe. Sasa hivi hatuwezi kila mmoja akachinja mwenyewe, hiyo damu itakayokuwa pale si mchezo. Kwa hiyo wameandaa sehemu maalum ya kuchinja. Kila taasisi inapeleka idadi ya watu wake, wanalipa huko, na wale jamaa wahusika wanachinja kwa mujibu wa idadi ya wale waliokuja kwa taasisi. Kwa hiyo inakuwa ushachinjiwa wewe automatically. Ukitoka Arafa ukalala Muzdalifa, asubuhi unaingia tena Mina kwa ajili ya salatu na Idi, kule jamaa washachinja. Na si ajabu baada ya muda kile kitoweo kinakuja na pale, na wewe ulioko pale unapata staftahi yake. Tumetaja mambo 4 ambayo ni nguzo, tumetaja mambo 7 ambayo ni wajibu wa haji, na lile moja kwa kuwa ni mutamati la kuchinja liko pale pale. Kwa hiyo una mambo 12 haji. Ukiyazingatia hayo na ukizingatia yale ya mwanzo tuliyosoma kwenye aya, usiwe mtu wa kusema sana maneno, usiwe mtu wa kuropoka, wa kuleta mijadala, wa kuleta vitendo viovu, hija yako umeiweka salama. Kinyume na hapo unaitia hija yako msukosuko. Allah tujalie tuwe na hija iliyokuwa imefaulu. Atuwezeshe kwamba haya tuliyasikiliza tuyaelewe na tuyafanyie kazi. Baada ya kuyasema hayo, nataka sasa ni waondoe, kwa sababu mada inasema yaumu tarwiya, mwezi 8. Yaumu tarwiya ni siku ya mwezi 8. Sisi tulipoingia Maka na ihram zetu hizi, tukaenda kufanya tawafu ya umra. Wakati ninaingia kwenye msikiti wa Maka ule, tabani tukishashuka kwenye ndege, baada ya harakati za mabasi na nini ghasia, mpaka tukifika kwenye nyumba tunafikia, kama muda utaturuhusu baada ya kupumzika kidogo, watu watajadili udhu pale, watachukua udhu au mwenye kuoga ataoga. Almuradi tutapeana muda kwamba sasa jamani, msafara wote utoke kwa ajili ya kufanya tawafu. Kwa hiyo tunaongozana, tunakwenda kufanya tawafu ndani ya Masjidil Haram, na panaitwa Haram. Ukisikia kaenda Haram, maana yake kaenda ilipo Al-Kaaba. Kaenda Masjidil Haram ndio hapo hapo, kaenda msikiti mkuu ndio hapo hapo. Yani jina mtakavolizoea wenyewe, jina gani la kupaliwa pale ni wapi, ndio hilo hilo. Kwa hiyo tukiongozana, tukifika msikiti tukiuona ule, kila mmoja atatoa mshangao wake kwa namna atakavyotoa. Pale kuna hali ya kushangaa sana, yani haiba fulani ile kuona ule msikiti wenyewe kama hujafika Al-Kaaba. Habari zake ni kubwa sana. Tutaingia ndani ya msikiti kama tunavyoingia kwenye misikiti mingine kwa kuomba dua ya kawaida, a'udhu billahi al-azim
wa biwajhil karim wa sultanil qadim min shaitanir rajim Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Kama kawaida, kama dua unapoingia katika msikiti mingine kutongoza mguu wako wa kulia, tutakwenda tukiwa ihramu yetu hii imekaa hivi ilivyo. Tumesema hivi ndio vazi linavaliwa kwa muda wote. Lakini tukifika kwenye Al-Kaaba tunataka kufanya sasa tawafu. Wakati huo tushaomba dua ya kuingia ndani ya msikiti. Tunakwenda na labbaika yetu. Kumbuka ulipohirimia pale, labbaika umratan mutamatian biha ila al-hajj, ukaunganisha labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak. Ni uradi ambao unatakiwa ufanye saa zote tangu umehirimia mpaka unafika kwenye Hajarul Aswad kwa ile siku ya kufanya umra. Kwa siku za haji ambayo ndio leo mwezi 8 tunaondoka, labbaika itaendelea mpaka siku ya kurembea jiwe lile la mwisho. Kwa umra labbaika itaishia kwenye Hajarul Aswad. Tusikilizane vizuri. Kwa umra labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak, itaishia pale kwenye Hajar al-Aswad unapotaka kuanza tawafu yako. Leo siku ya mwezi 8 ambayo ndio tunaondoka, labbaika itaendelea ikisuhubiana na dhikri nyingine nyingi unazozijua na usizozijua. Wewe taja tu dhikri, bora dhikri zimekubalika. Na labbaika usiache. Mara umesoma subhanallah, mara la ilaha illa Allah, mara umeleta hiki, mara umesoma Qur'an, labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yani unaipa pause kidogo, unaita dhikri nyingine, labbaik labbaik. Itaishia siku ya mwezi 10 wakati unarusha jiwe la kwanza pale kwenye nguzo ya jamarati tuliyoitaja inaitwa Jamratul Aqaba, kwa kusema Allahu Akbar na kuingia zile takbira zaidi. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa vitu vya namna. Kwa hiyo talbia itaishia pale. Sasa tulipoingia siku ya umra, tulipofika kwenye Hajar al-Aswad, siwezi kwenda huko, siwezi kwenda baba. Tumekuja mpaka kwenye Hajar al-Aswad. Kabla ya kuifika Hajar, wanamume wote inabidi ule mkono wetu wa kulia unafanya kazi. Bega la kulia iwe wazi. Sio kama kuweka hapo nimevaa hiyo. Kazi yangu ni kumetua, nileta hivi. Hivi ni wakati wa kuswali, wakati wa kutembea barabarani, wakati wa kwenda sokoni. Bora tu hujafanya ibada. Wewe umehirimia, lakini muda wa kufanya tawafu hujafika. Utaendelea kwenda. Ukifika kwenye Hajar al-Aswad ambapo ndio mwanzo wa kufanya tawafu yako kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaanza kuondoa kabisa ili bega la kulia liwe. Kwa hiyo ukishafika kwenye Hajar al-Aswad ambapo ndio hii nguzo ya kwanza, kina mama, kwenye Hajar al-Aswad kuna kitu kinang'aa hapa chini, ndio jiwe lenyewe. Kwa hiyo ukifika kwenye Hajar al-Aswad hapa ndio mwanzo wa tawafu yako, na mzunguko wako ukienda, ukifika tena kwenye Hajar, hiyo inahesabika ni tawafu moja. Kwa hiyo kutoka Hajar kwenda tena mpaka Hajar, tawafu ya kwanza, utakwenda ya pili, utakwenda ya tatu, utakwenda ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Hapa ukifika ni kusema tuneno Allahu Akbar. Ukiweza ama ikitokezea kiongozi ambaye umesuhubiana naye akapenda kutoa sauti msikie nyote, kama nafasi hiyo itaruhusu, maana siku hizi vipaza sauti vimekatazwa, haviruhusiwi kabisa. Umehifadhi mwenyewe, unaweza kusema bismillah Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Unaanza tawafu yako ya kwanza kuelekea Kaaba, ikiwa kushoto ndio unazunguka. Kama mnavyoona kwenye siku hizi vyombo hivi vinatuonyesha mambo mengi juu ya maeneo haya.
Wanamume kama nafasi itaruhusu, zile 3 za mwanzo utakuwa unachangamsha kidogo miguu, kama unakazana, kama unarudisha. Inaitwa ar-ramal. Hii tuliweka hapa inaitwa al-ittiba'u. Ittiba' ni kuliacha bega la kushoto la kulia likiwa wazi na huku la kushoto likiwa limefunika. Ar-ramal ni kutembea hatua kuziharakisha. Inshallah siku moja ikiwa nafasi ipo tutafanya hiyo kuharakisha. Lakini mtu anayekazana sasa asikimbie, hakuna kukimbia. Ila wakati mwingi pale hakuna hiyo nafasi ya kufanya ramal. Basi tutatembea mwendo wa kawaida kama wanavyotembea watu wengine. Na mara nyingi huwa hapakauki kiasi ambacho wewe ukaweza kufanya ar-ramal. Ar-ramal ni kukazana kwa kuzikurubisha hatua zako. Uruki kama utakavuruka kule kwenye Safa na Marwa. Hapa ni ramal. Safa na Marwa ni kitu kinaitwa ar-rakdu, yani kukita miguu kama kupiga ardhini. Kwa mujibu wa historia ya baba yetu Ismail alipokuwa anapiga pale mpaka maji yakachimbuka. Hiyo ni historia, somo lake jingine. Kwa hiyo umefanya tawafu yako ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, umemaliza siku uliofanya umra. Kuna mahala panaitwa Makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim iko hapa kama hivi, yani baada ya Hajar, kabla ya kufika kwenye Hijri Ismail. Hii al-Kaaba tumesema hapa ndio Hajar al-Aswad, na nguzo inayofuata hii ni nguzo ya Hajar al-Aswad, Ruknul Hajar, na hii hapa ni nguzo inaitwa Ruknul Iraqi, yani nguzo inayoelekea maeneo ya Iraq. Inayofuata ni nguzo inaitwa Ar-Rukn Shami, nguzo inayoelekea miji ya Sham, Syria huko. Na nguzo inayofuata inaitwa Ruknu al-Yamani, Yemen, inaelekea katika miji ya Yemen. Baina ya Ruknu al-Yamani na Hajar al-Aswad, katika mizunguko yako yote 7, hapa ukifika kuna dua ambayo Mtume ndio ameipendelea na ameipendekeza, nayo ni kusema Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kila mmoja anajua tafsiri yake. Mola wetu, tupe katika dunia yaliyo mema na utupe katika akhera yaliyo mema, na utukinge na adhabu ya moto. Maneno mazito ambayo Mtume kayafundisha. Miongoni mwa dua nyingi utakazozisoma hapa kwenye tawafu, kubwa yao ni baina ya Ruknul Yamani mpaka Hajar al-Aswad, utakuwa unasema Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Na ukiongezea ongeza utakazoongeza, muda kuwa bado hujafika kwenye Hajar, kwa sababu unapokuwa kwenye Ruknul Yamani ni mahala karibu sana, lakini kwa kuwa ni msongamano utajikuta uko kona ile kule bado hujafika Ruknul Hajar. Kwa hiyo unatembea na Rabbana zikiwa nyingi. Sasa changanya Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa tawaffana ma'al abrar wa inna janna wa ghafar Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afia wal mu'afata daima. Wewe weka dua zako utakazoweza kuziweka kitambo ufike Hajar al-Aswad, utaashiria tena. Na pale kama Hajar uioni, usawa wa Hajar kuna taa za kijani. Usawa wa jiwe jeusi kuna taa za kijani. Utakuwa pia kama hujaliona vizuri jiwe, angalia kule, palipo na taa ya kijani ndipo palipo na usawa wa jiwe. Kwa hiyo utafika pale utasema tena Allahu Akbar, unaendelea na shauti ya pili. Kila ukifika kwenye Ruknul Yamani dua inabadilika. Unasema tena Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na huku kwengine soma dua unazozitaka. Bora tu usisahau hii sasa ni ya ngapi? Hivi ni ya 4 au ni ya 5? Ukijitia mashaka, kanuni inakwambia rudisha nyuma. Nayo ni kujitia mzigo.
Yani unatakiwa uwe makini haji. 4 lakini 4 3 mashaka do ushajipotezea nusu nyingine. Una muda wa ziada wa kurudia. Kila ukijitia mashaka maana yake inabidi urudishe nyuma, kama ilivyokuwa kwenye swala. Hizi rakaa 3 4, kama uko peke yako rudisha, kama uko na wenzako atakustua, bwana mbona unarudi. Lakini kama uko peke yako umejitilia mashaka, rudia. Na kuna watu wanarudia rakaa 20 kwenye swala moja, ila akirudia anasahau tena, kachanganya madawa. Sasa hapa kwenye tawafu ukijichanganya hesabu ni kwamba umejipotezea mwenyewe dakika za kufanya mambo mengine. Kwa hiyo unarudisha nyuma. 4 3, hizo 3. 5 6, maana hizo ni 5. Unarudisha nyuma, unaendelea. Sasa ili kudhibiti hesabu yako, kanuni nyepesi tu. Kwa wale waliohifadhi Qur'ani watasoma Qur'ani. Bwana mimi tawafu yangu ya kwanza nitasoma Al-Baqara. Tawafu ya pili nitasoma Al-Imran. Unazitembeza zile kwa mujibu wa zilivyo. Au sijahifadhi lakini hizi za chini nimehifadhi. Mimi nimehifadhi sura Al-Fatiha, nimehifadhi sura An-Nas, Al-Falaq, Qul huwallahu, nimehifadhi Tabbat yada idha jaa na Al-Kafirun. Basi nachukua zangu 7 hizi. 7 za mwisho najipangia tu mwenyewe. Ya kwanza nitasoma sura Al-Fatiha. Kwa hiyo nikisomka ya kwanza jua Fatiha nishamaliza ya kwanza. Ya pili Rabbin Nas, ya tatu Rabbil Falaq, ya 4 mpaka nikifika zangu Al-Kafirun nishamaliza 7. Au naanza na Kafirun mpaka Alhamdu, vile utakavyoona. Jamaa wametuwekea kule vitasbih fulani. Ukikipata unaweza kukichukua, lakini pia baadhi ya wakati kinachanganya. Hiyo tasbih unaivuta mwenyewe tatakta. Yaani umeshika tasbih alafu wewe mwenyewe unabonyeza. Unajibonyezea ziada. Alafu ukiangalia ushajidanganya. Zile za kuvuta pia unaweza ukajivutia mwenyewe ziada. Sasa ni bora kichwa chako kiwe makini, ima kwa kusoma Qur'ani au kwa kuleta dhikri, kwamba ya kwanza nitasoma la ilaha illa Allah, ya pili nitasoma subhanallah, ya tatu nitasoma la sharika lahu, ya 4 nitamswalia mtume, ya 5 nitamswalia mtume kwa sigha fulani. Ukishajipangia mwenyewe tangu nyumbani, shauti zangu 7, moja nitafanya hivi, 2 nitafanya hivi, na ndani yake ukimaliza ule uradi wako unaweka nyiradi nyingine. Kwa mfano, ya kwanza nimeamua kusoma sura Al-Fatiha. Bila shaka Fatiha nikitoka kwenye hajari hata sifiki mbali, kabla ya makamu Ibrahim inshallah sura Al-Fatiha. Basi naleta nyiradi nyingine, naleta dhikri nyingine, naleta dua pale za kuwaombea watu wangu nilioacha nyumbani, za kuliombea taifa, za kuwaombea viongozi, za kuombea kila namna ya kheri nchi yangu. Yote unayamaliza hapa kwenye hajari, hapa kwenye Al-Kaaba. Kwa hiyo shauti ya kwanza ukiamua alhamdu changanya na dua zako nyingine. Na wanangu wana matatizo haya, elimu zao shida, sijui riziki zao tabu, ya Rabbi jalia, ya Rabbi jalia. Yote maombi unayatia pale. Shauti ya pili umeamua kusoma Qul a'udhu birabbin nas. Basi ukitembea kidogo ukishapata Rabbin nas zako 5 6 7, changanya na dua nyingine. Usiache kuomba dua kwa lugha unayojua. Nje ya swala dua yoyote unasoma kwa lugha yoyote unayotaka. Ndani ya swala ndio inabidi ziwe kwa Kiarabu. Sisi tunaelewana? Ndani ya swala dua kwa Kiarabu. Hii masomo tumesomeshwa tangu zamani tukiwa wadogo. Kwa hiyo ndani ya swala dua kwa Kiarabu. Nje ya swala weka hata kwa Kiswahili, ile yakini yako ije kwamba hapa ninamuombea fulani wangu nimemwacha nyumbani hali mbaya. Ima anaumwa, elimu hazipandi, kichwa hakielewi, darasani katolewa, ghasia. Alhasil nchi yangu ina matatizo, nchi inakwenda kwenye uchaguzi, nchi inakwenda kwenye kadha, mama yuko kadha, mitano apewe tena. Almuradi maliza pale kwenye Al-Kaaba. Unataka mitano, omba pale. Unataka kuombea viongozi, waombee pale. Ukishamaliza waombee watu wako, waombe, yani omba mambo yote usiache. Al-Kaaba hata ukitembea bila ya dua, ukaenda tu kimya kimya namna hii mwenyewe unazunguka, hija yako iko sawa sawa. Ila tu hutofanana wewe ambaye unakwenda kimya kimya na huyu ambaye sawa. Ibada inakubalika, tembea kimya kimya unavyotaka, usiongee chochote, kimya kimya kimya. Ya kwanza hiyo, ya pili, ya tatu, ya 7 ukamaliza, basi utatafuta usawa wa makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim tumesema haiko mbali na mlango, lakini haijavuka Hijri Ismail.
Hiki mnachokiona hapa ni mahala ambapo Sayyidina Ismail ndio alikuwa anatambaa, mahala ambapo akiwa mdogo anacheza hapa, na ndio hata lile tukio la Zamzam limetokea baina ya Hijri na mlango wa Al-Kaaba. Kwa hiyo Alhaji, zingatia namna ya kufanya tawafu yako, zingatia namna ya kutopoteza dakika isipokuwa umeomba dua. Jiombee mwenyewe mpaka umalize yako yote yanayokuhusu. Kisha tembea na watu wako ambao wanakuhusu. Umemaliza watu wako, jirani zako, umemaliza jirani, maswaiba zako, umesoma nao, ulikuwa nao, kazini kuna migogoro, sini, omba mambo yote pale. Na nchi usisahau na viongozi usisahau. Kila shauti unaomba hivyo. Ukimaliza ndio umemaliza, utatafuta mahala ima kwenye usawa wa makamu Ibrahim au usawa wote wa Al-Kaaba, mahala popote. Ukiwa huko makamu Ibrahim ni sawa, ukiwa kule maeneo ya Ruknul Yamani na Hajar ni sawa, ukiwa kipande hiki ambacho mara nyingi hakuna nafasi. Hapa wakati kwenye Hajari msongamano wake ni mkubwa, inawezekana usipate nafasi ya kuswali maeneo haya, lakini sehemu ya makamu Ibrahim, sehemu ya Hijri Ismail na sehemu ya upande wa kule, kokote ukisimama utaswali rakaa 2 za kumaliza tawafu yako. Nayo utasoma baada al-Fatiha kwa rakaa ya kwanza suratul Kafirun, na rakaa ya pili utasoma kul huwallahu ahad, unatoa salamu, umemaliza. Tawafu itakuwa imemalizika kwa sura ambayo wanamume wameweka ittiba, wameacha bega wazi, lakini wakati anataka kuswali atakuwa ameliondoa, amelifunika bega lake, akapiga rakaa zake. Ukimaliza rakaa zako 2 hapa, tutaelekezana kupita mahala, kwa kuwa hatuko katika mwezi wa saumu, tunaruhusiwa kula na kunywa. Tutatafuta maji ya Zamzam yalipo, kila mmoja atapata vikombe vyake 2, 3, 4, 5 kadri utakavyoweza. Chunga tu muda wa kufanya Safa na Marwa kabla hujakorogeka, maana unaweza ukavamia yale yakakuletea tabu, Safa na Marwa ikakupa shida. Kwa hiyo utakuja kiasi 2, 3, kisha njia itaonekana, na sasa hivi kila kitu kiko wazi kwamba hapa sasa ndio unaelekea Safa na Marwa. Tena ukipita njia hii ndio unakwenda ile ya kwanza yenyewe ya asili, ukipita njia hii unakwenda ya pili, ukipita njia hii unakwenda ghorofa ya 3, ukipita njia hii unakwenda ghorofa ya 4. Kwa hiyo viongozi wataangalia wapi kuna msongamano, wapi hakuna. Kama hakuna msongamano tutapita njia ya chini, kama kuna msongamano tutapita ya kati au ya kati au juu. Safa na Marwa. Hapa tumemaliza tawafu. Tumeelewa tawafu watu wote? Kina mama, tawafu tumeelewa. Na nini cha kufanya kwenye Al-Kaaba? Ni mambo muhimu sana. Tusende tukapoteza muda kule. Kuna watu sasa hivi kila mmoja ana vifaa. Akifika pale badala ya kushughulika na Hajar, kushughulika na dua za pale, selfie, si kitu gani? Sawa, lakini hebu kwanza ipe nafasi ibada yako. Hayo mambo mengine utapata muda mwingine. Kuna saa utapata kuja kufanya mambo. Kama uongozi utaweka mtu maalum wa kuchukua matukio, atachukua. Lakini wewe tena umekwenda pale unaanza utapoteza wakati wako. Pale ni dua kwanza. Piga dua za kutosha. Mambo ya selfie yatakuja baadaye. Utapata muda mwenyewe, ushaujua mji, ushaijua Kaaba, ushajua milango ya kuingia, unafikaje ndani ya msikiti, unafikaje kwenye Al-Kaaba, utafanya maarifa kwa muda huru wako mwenyewe, utakwenda mtajiselfie kama mkoa 5 6, haina shida. Lakini kwanza zingatia usiharibu ibada yako kwa vitu vidogo vidogo. Tumemaliza kutufu ambayo ilikuwa ni tawafu yetu ya umra kwa sisi tunaofanya hija ya kutamata. Na anauliza nia ya hizi rakaa 2. Nia ya sunna tunaswali rakaa 2 lillahi ta'ala. Yaani usijipe shida. Kuna vitu vingine usilazimishe kwamba ni rak'atay tawaf. Mbona? Rak'atay ihram. Wewe kania kwa maana sasa rakaa 2 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni kwamba umemaliza tawafu yako, utasimama usawa wote, kama bado usizuie wale wanaopita. Wale wanaendelea na tawafu usiwabugu kwamba ukaanza kuswali pale ili utiane nao lawama. Maana wao watakutia wewe lawama unazuia, na wewe utasema wananikata swala yangu. Watakata swala yako. Wale baba watakata swala yako.
Kwa hiyo rudi nyuma mpaka uone sasa hapa niko salama, nikiswali rakaa zangu, hata akipita mtu mbele sio shida. Sawa? Kuna wakati unaenda huko nyuma na bado msongamano mkubwa, watu wanakukata. Ni kawaida. Kwa pale Maka kuna vitu vinakuwa havichukuliwi sana. Kwa hiyo hata mtu akipita, wewe usiingie huzuni kwamba eti maana kuna watu akipita mtu anaachia, anaanza upya. Akipiga rakaa kwanza akamaliza, akapita mwingine kaachie tena. Utamaliza wewe. Wewe bwana akipita wewe endelea na sala yako. Sawa? Yaani Maka tena anaweza kupita mwanamke sasa. Au kwa mwanamke akapita mwanamume sasa. Isiwape shida. Umesimama, umejihisi hapa ndio nimetulia, hakuna msongamano mkubwa, wewe swali. Anayepita asikushughulishe. Upita hasa mama mbele na akakugusa kabisa. Umeelewa? Akagusa nguo yako, sio kugusa mwili. Sawa? Kuna habari ya kugusa na mwili na kuna habari akapita kabisa bwana kakugusa huko mgongoni. Wewe usikushughulishe. Kapita huko manake pale Maka wanawake wanaume wote shaka napata. Japo wenyewe wamecontrol, kuna kipande cha kina mama, baadhi ya wakati kuna kipande cha kina baba, lakini baadhi ya wakati wanaingia pamoja. Mama baba wanaswali. Kwa Maka haina shida. Misikiti mingine yote hairuhusiwi. Tuko moja.